Moja kwa moja kwenye line hapa tuko na mwenyekiti wa Baraza la Vyama vya Siasa nchini Tanzania, Juma Ali Hatibu. Kiongozi, tumeshuhudia baadhi ya vyama vya siasa ikiwemo chama cha ACT Wazalendo kudai kwamba hakitoshiriki katika mkutano wa Baraza la Vyama vya Siasa ambao umefanyika kwa tarehe 12 na tarehe 13 mwaka huu. Pengine kukosa kwao kushiriki, nini ambacho wanakosa hasa katika baraza hilo, na pengine msimamo wa baraza upo kwa namna gani kwa baadhi ya vyama ambavyo ama chama ambacho kinakosa kushiriki katika mkutano huo? Asante. Kwanza, wao ni wadau wakubwa, walikuwa wa Baraza la Vyama vya Siasa. Tulikuwa nao kipindi chote, na hata tulipokutana Dodoma wakati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuja kufungua baraza kikao cha mkutano wa wadau wa demokrasia Baraza la Vyama vya Siasa, walikuwemo na wao kwenye kikao, na tukashirikiana na wao kumshauri rais na serikali yake katika kuunda kikosi kazi ambacho alikuwemo Mheshimiwa Zito Kabwe, alikuwemo Mheshimiwa na mwenzake yule Doros, na wengine wengi tu walikuweko. Kwa hiyo tulifanya kazi pamoja, na matokeo yake, faida yake, serikali, kikosi kazi kikashauri serikali liondolewe zuio la mikutano ya hadhara, iondolewe zuio la maandamano, na demokrasia ichukue mkondo wake. Hayo ndo mafanikio ya Baraza la Vyama vya Siasa. Kwa hiyo baraza lipo kwa mujibu wa sheria na linapata ruzuku ya serikali kutokana na ukuaji wa demokrasia. Kwa hiyo wao kuamua kujitoa, mimi kama mwenyekiti wa baraza na heshimu maamuzi yao, kwa sababu ni maamuzi ya chama chao, lakini baraza linaundwa na vyama 19 vyenye usajili wa kudumu, vyama vya siasa Tanzania. Kwa hiyo kikitoka chama kimoja, vyama viwili, bado baraza litaendelea na vikao vyake. Hata tokea jana tuko hapa Morogoro kwa ajili ya vikao vya baraza, na wao walikuwa ni sehemu ya kutengeneza ajenda ya mkutano huu ulioko Dodoma, ambao kwa tumeanza jana kamati ya uongozi, na leo kikao cha Baraza la Vyama vya Siasa, na kesho kikao tunaendelea tena. Kwa hivyo sisi hatushtuki wala hatuyumbi, kwa sababu hawa tumewazoea. Wakati fulani walipokuwa walipokuwa hajazaliwa ACT Wazalendo, walipokuwa kwenye kafu, walisusia kwenye serikali ya moja ya kitaifa wakajitoa. Lakini serikali ya moja ya kitaifa iliongozwa na Dr. Ali Mohamed Shein iliendelea na mikakati yake. Kwa hivyo hili sisi halitushangazi, na bado watasusia mambo mengi, so baraza tu, huu ni mwanzo tu. Kwa hivyo sisi tunaheshimu maamuzi yao, wao waendelee kususia, lakini sisi kazi ya baraza ni kuishauri serikali katika yale mambo ya kiuchumi, ya kisiasa na kijamii. Na mara nyingi serikali zote mbili zinakuwa sikivu, wanakuwa wanafanyia kazi. Leo kilikuwa ni kilio cha wanasiasa kutaka tume huru ya taifa ya uchaguzi, lakini Baraza la Vyama vya Siasa tukaishauri serikali, leo tunayo tume huru ya taifa ya uchaguzi na sheria zimebadilika nyingi tu. Mimi nikwambie ndugu mwandishi, unapoomba mambo, kama kuna mambo 100, ukipata mambo 59, usikate tamaa, endelea kupaza sauti, endelea kuomba. Kwa hivyo sisi tunafanya kazi kwa maslahi mapana ya amani na utulivu kwa nchi yetu kwanza, na kuhakikisha kwamba demokrasia inatamalaki. Kwa hivyo wao, hayo maamuzi yao ni maamuzi ya chama chao. Mimi kama mwenyekiti naheshimu, na baraza tunaheshimu, lakini kuna mambo mengi ya baraza na faida nyingi za baraza tumepata na tumefanikiwa tukiwa na wao. Wakati huo kulikuwa na chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, walisusia kwa miaka kwenye baraza, lakini mwaka mmoja uliopita walikuwa wanashiriki kwenye vikao. Wajumbe wao, mmoja kutoka Zanzibar, mmoja kutoka bara, walikuwa wanashiriki, Mheshimiwa John Mrema na Mheshimiwa Salum Mwalimu. Kwa hiyo na tumefanya kazi vizuri. Kwa hiyo hii ndio siasa, ndio hali ya siasa na ndio demokrasia. Maamuzi ya mtu unayaheshimu. Sasa, lakini mwenyekiti, wakati tunazungumza hivyo, wao madai yao ni kwamba baraza limeshindwa kushughulikia changamoto za uchaguzi ambao umefanyika mwaka 2024, lakini pia na hata kuelekea uchaguzi huu wa mwaka 2025. Pengine wewe kama mwenyekiti wa baraza hilo la vyama, madai yao yana hoja namna gani hasa katika mwendelezo wa vyama vya siasa hapa nchini Tanzania? Hoja zao ni za chama chao. Sisi tumeshiriki, kila chama kimeshiriki kwa namna moja au nyingine katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Maana kwenye uchaguzi haliingii baraza, vinaingia vyama.
Kwa hiyo vyama viliofanikiwa wakapata na kila chama bado uchaguzi kilitoa ripoti yake. Sasa hayo si ya baraza, hayo ni ya chama mwenyewe. Yako mambo tunazungumza ya kitaifa ya baraza, lakini yako mambo ya chama chenyewe. Unapoweka mgombea, hawi mgombea wa baraza la vyama vya siasa, ni mgombea wa chama husika. Kwa hiyo kama kuna mapungufu, kama kuna changamoto za uchaguzi zimetokea, ni juu ya chama cha siasa pamoja na tume ya uchaguzi au pamoja na wasimamizi wa uchaguzi. Lakini yako mambo ya kitaifa na zitatengenezwa ajenda na kamati ya uongozi, ndio tunajadili kwenye baraza la vyama vya siasa. Sasa wao walikuwa na nafasi kubwa sana, hasa ukizingatia makamu mwenyekiti wao Mheshimiwa Jussa ni mjumbe wa kamati ya uongozi ya baraza la vyama vya siasa, na yeye ni mwenyekiti wa kamati ya sheria na katiba ya baraza la vyama vya siasa. Alikuwa na nafasi na nguvu kubwa ya kuweza kuleta hoja hiyo na ikawekwa ajenda na baraza likatoa tamko. Lakini sasa kusema unasusia, hasa hayo ni misimamo yao na mimi naheshimu. Lakini Jussa ni kiongozi mzuri, ni kiongozi shupavu, msomi, mweledi. Alikuwa na nafasi kubwa, yeye ni mwenyekiti wa hiyo kamati na anashiriki kwa kamati ya uongozi. Hata jana pia tulitegemea ingekuwepo, lakini kumbe ndio walikuwa na vikao vyao. Kwa mimi niseme tu, sisi tunaheshimu maamuzi yao, lakini sisi tunaendelea, tunasonga mbele, tunafanya vikao vyetu, tunahakikisha kwamba mwaka huu wa uchaguzi tunaingia katika uchaguzi katika hali ya amani na utulivu. Katiba ya baraza inasemaje endapo kwa chama kitakuwa kimejitoa katika hilo baraza? Lakini pia ningependa kujua katika kujiunga katika hilo baraza, kwani kuna ulazima tuseme kwa chama kukaa kwenye baraza, ama kuna ulazima upi kiasi kwamba mpaka kwamba yani kama inaruhusiwa kwa chama kujiamulia kwamba mimi nitakuwepo ama sitakuwepo? Sababu nyinyi wote ni vyama ambavyo mmesajiliwa na mnajulikana kisheria. Sasa hebu tuambie, katiba baraza la vyama inasemaje kijumla endapo kuna chama ambacho hakitoshiriki katika baraza? Lakini tufahamishe ipi faida ama hasara ya kuwepo ama kutokuwepo katika baraza la vyama vya siasa? Faida ni baraza lipo kisheria, limepitishwa na sheria ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baraza linapewa fedha na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendesha vikao, lina fungu maalum. Baraza ni chombo ambacho kuwa mnaweza mkapaza sauti yenu. Baraza kazi yake kubwa ni kuishauri serikali kupitia ofisi ya msajili chini ya ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na baraza lina nafasi ya kuweza kumuona rais, kumshauri na kumuomba jambo fulani hili kwa maslahi mapana ya nchi yetu, na tumekuwa tukifanya hivyo mara nyingi. Baraza hili la vyama vya siasa, tulipokutana na rais ndani ya baraza, Mheshimiwa Zuberi Zito Kabwe mbele ya baraza alimuomba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba tunawaomba viongozi wenzetu waachiwe wale waliokuwa jela, wale waliokuwa nje. Umeona faida ya baraza hiyo? Na Mheshimiwa Rais pale akalipokea, na tukashuhudia Mheshimiwa Mboya alitolewa na wenzake wakafutwa kesi na waliokuwa nje wakarudi. Hiyo ilikuwa ndani ya kikao cha baraza, na Mheshimiwa Zito Kabwe ndo alosimama akaomba, manake naye alikuwa ni mjumbe wakati huo. Kwa hiyo hizo ndo faida za baraza. Mnapokaa pamoja, mnaiomba serikali kwa kuishauri kwa lugha ya staha, na mambo mengi yamefanikiwa. Mikutano ya hadhara, kuunda hiyo tume ya haki jinai, kuunda tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi. Ziko faida nyingi sana zimepatikana. Kwa hivyo siku zote umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo baraza lina faida nyingi kwa sababu tunapaza sauti, na kujitoa kwao hakuathiri chochote kile, kwa sababu vyama bado viko 18 na vikao vinaendelea. Pengine sasa rai yako ni ipi kwa vyama mbalimbali vya siasa nchini Tanzania, hasa katika mikutano mbalimbali ambayo mnaifanya ninyi kama baraza, lakini pia hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025? Pengine mwenyekiti, rai yako ni ipi hasa kwa vyama vya siasa? Sio pengine ya kushiriki, sisi ni chama kimoja tu. Tumeona kwa mtandao, hawajatuletea wao barua, tumeona tu sisi na kusikia kwa vyombo vya habari. Mimi niseme tu kwamba wengi wape, na mkataa wengi basi anakuwa mchawi. Wakae watafakari, warudi kundini. Wana nafasi ya kuja kuzungumza ndani ya baraza. Hawajawahi kuzungumza lolote kwa baraza wakakataliwa.
hawajai kutoa rai kwenye kamati ya uongozi wakakataliwa. Mheshimiwa Jussa kwanza ni mtu msomi sana, anashauri mambo mengi na tunakuwa tunayachukua na kuyafanyia kazi. Anashauri yani nikupe ile siri mpaka kutengeneza ajenda za baraza la vyama vya siasa. Jussa ni mtu kidogo amebobea katika masuala ya sheria. Kwa hivyo mimi nawashauri wakae, watafakari, warudi tuendelee kujenga nchi yetu. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunataka tuingie kwenye uchaguzi katika hali ya amani na mshikamano na utulivu. Mwisho wa uchaguzi maisha yanaendelea. Kwa hivyo tukiwa pamoja basi tunakuwa tunatoa michango mingi kwa kushauri serikali, na serikali ni sikivu. Mengi tumefanikiwa sana tu katika kuishauri serikali, na leo yapo yanafanywa kazi.